kwamba tuweke vipi mkakati wa hizi taka kwa ziwe zinakusanywa kwa wakati kuliko tuache mpaka ziwe zinajaa. Kwa hiyo tuone namna gani ya kuboresha na kupata aueni kwenye ukusanyaji wa taka kuliko zikikaa muda mrefu na sehemu ni finyu, hali kama inaweza labda ikajitokeza. Lakini tukikusanya kwa wakati kama inavyotakikana, basi sidhani kama hilo linaweza likajitokeza. Kwa hiyo wale cleaners wanapokuja kutoa zile taka, mle ndani kuna bin liner, kuna zile karatasi kuendana na rangi ya dustbin. Kwa wanachofanya wanazifunga zile bin liner, wanaweka kwenye zile matoroli wanatumika kubeba taka. Kwa hiyo wanaweka kama ni taka hatarishi, wanabeba na toroli la rangi nyeusi. Ni kweli tulikuwa tuna hiyo changamoto. Hata last week tuliongea na supervisor wa Mnazi, wana changamoto ya zile mifuko kwa ajili ya kuweka taka, zile bin liners. Kwa hiyo walikuwa na changamoto hiyo. Walikuwa wamerani out of stock, alafu bahati mbaya zaidi mizigo yao ikiwa imezuiliwa. Kwa hiyo mifuko ambayo ilikuwa imebaki ni mifuko ya rangi nyeusi. Sasa wanapokuja kwenye wodi wanaweka zile bin liner zote, wanaweka za rangi nyeusi. Kwa hiyo mtu mgonjwa akija kutupa taka, angalini anaweka kwenye dustbin gani. Kuna kampuni ya Wells ambayo inachukua ile infectious, ile highly infectious wanachukua pamoja na infectious. Hii mara nyingi huja kwa sasa hivi wanakuja vizuri, wanakuja kwa wakati. Changamoto ipo kwa manispaa kuja kwa wakati, kwa sababu zile taka ambazo kwa tayari sio hatarishi huwa tunawekea wao kuja kuchukua. Nazo pia tunalipia. Sisi tunalipia kwa wakati, lakini ujaji wao huwa ni changamoto kiasi cha kwamba ukienda baadhi ya siku huwa zinajaa overloaded. Pengine wanakuambia gari mbovu au whatever case, lakini bili inakuja ile sawa sawa mwisho wa mwezi tuliokubaliana. Sasa hiyo kidogo inakuwa inatupa shida, kwa sababu wakati mwingine sisi hata tukiwa na changamoto bado tuwafate wao wenye tulio na changamoto nao watutatulie. Hospitali yetu ina wimbi la maji taka mengi, maji machafu yani. Mwanzoni ilikuwa haina changamoto kubwa kwa sababu ilikuwa wagonjwa wetu ilikuwa sio wengi sana. Lakini sasa hivi hospitali wagonjwa wetu inakuwa ni dabu ya vitanda waliopo. Pamoja na yote ni kwamba kwenye hii ya maji taka yanakuwa yanazalishwa sasa mengi, inazidiwa. Kwa hiyo inabidi kila siku sisi tupate gari la kutoa maji. Sasa tuliwahi kuzungumza na wenzetu wa manispaa. Kuna mtaro hapa mkubwa, chemba ambako matari na ile chemba kubwa inayopeleka maji baharini ile. Wangeweza kutuunganishia ile ili maji yetu taka baadhi yake yawe yanaenda kule. Hii itasaidia pia. Kuna baadhi ya wananchi hata ikinyesha maji ya mvua huwa wanalalamika sana, wanasema yanaenda kwenye mitaa yao. Yale chemba zetu zilizotoa nje maji ya mvua yale yanaweza kuwa ni rahisi kuingia katika chemba zao zile, yakaweza kupeleka kwenye maji ya manispaa, kwenye chemba ile kubwa ya manispaa, ikiwa tofauti na kwenda na kusambaa mtaani. Katika ukaguzi tumeridhishwa kwa sababu tumeangalia nafasi zote ambazo zipo hapa. Kwa upande wa usalama na usafi tumeridhishwa kabisa, na tumeenda kukagua sehemu gani wanaotupa, na tumeenda kukagua sehemu pia wameziandaa vizuri, ziko katika usafi, wanapima vizuri. Tumekuja hapa kuhakikisha, kwa sababu tulikuwa tunataka tuangalie kama kuna uhaba wowote tu tuweze kuchukulia sheria, lakini tumeridhishwa kabisa na utendaji wao hawa sehemu hii ya Lumumba, wanavyoweka usafi na wanavyoweka mazingira yakawa ni marafiki mazingira ambayo na wananchi. Kwa hiyo kwenye hilo hatujaligundua, tumeona mazingira yako vizuri, na basi tumewaruhusu waendelee na wazidishe usafi ndani ya mazingira haya ya hospitali. Na waomba hospitali zote ambazo ziko hapa Zanzibar, ambazo ni zetu za serikali na zilizokuwa na za watu binafsi, tuhakikishe jambo la kwanza usafi wa mazingira na usafi wa hospitali ambayo ilikuwa ipo, kwa sababu tunachokiamini usafi ni desturi namba moja kwanza ya heshima, alafu pia ya kuwavuta Watanzania wananchi pamoja na watu wetu wa mjini ukuja kupata huduma iliyokuwa salama. Na jingine tunachowaambia, tukigundua
Kama kutakuwa kuna hospitali ambayo ipo hapa mjini haiendani na usafi wetu ambao tunaohitaji, basi tutaenda moja kwa moja katika kuifunga.